ndani kila kitu tunacho, mahindi tunayo, umeona. Lakini mke wangu saizi tunashinda mpaka kwenda mashineni, tunashinda kwenda hata mashineni kwenda kusaga kutokana na hii hali. Basi siku nyingine hata jitahidi hata kidogo kwenye nabeba tu kwenye kifungishio kimahindi ndio unatambana nazo chini mpaka mashineni, nafaa mke wangu kuliko unatoa mnaangaliana ndio njaa angalia inavyouma sasa. Hivi mnangu hivyo unaloa hata ya uma kidogo jamani. Au ndio unaongea tu ili mradi kufurahisha huo mdomo wako. Mimi natokaje pendaje kusaga? Kuna maana ndo nitoke hapa, yani nitambae na mahindi mpaka mashine yangu. Kweli ataongeweza. Sawa, wewe unatafuta hiyo, mimi ndo kazi yangu sikatai. Basi nisaidie wewe maana mimi siwezi. Mbona hiyo wewe? Mimi siwezi. Mahindi apeleke nani mashineni? Mimi siwezi. Kama unataka wewe unisaidie maana mimi niko sasa hivi hapa. Sawa, njaa ina nyuma na wewe ni mwanaume, ibidi ufanye juu chini ujue nini tunafanya. Sawa, tuendelee kuangaziana hivi hivi. Mimi siku tunashika tu roba, kwani kuna shida gani? Mshike roba nani? Twende tuone. Wewe mwanamke wewe. Tukae hivi mpaka jioni afu tuone. Jeshim nakwambia. Siwezi. Shida wako. Sikiza sasa nakwambia kitu kimoja. Mimi saizi hapa tunaondoka, sawa? Unaondoka unaenda wapi? Mbona niachaje hapa? Kama unaondoka nenda huko chukua nayo mahindi ukasage. Kumbe unaweza kuondoka kutoka unaweza kusaga, mimi naendaje kusaga kwa mfano, Mimi naanzaje kwenda kusaga nayo mahindi? Huko unakwenda unaendaje? Huko unakwenda au ndo blandi? Sasa leo utaenda mashine. Kama unaweza unatoka hapo unaenda hivi. Beba na mahindi kasage. Kama uendi. Basi acha mimi ndani nikapumzike. Ukapumzika wapi? Sumsuma unaondoka. Ondoka nikutilie mahindi uende. Wewe mke wangu koje wewe? Hivi unanipenda mimi kweli kama mke wangu wewe? Hivi unanipenda mimi? Wewe si msema unaondoka wewe? Nishagaili tufanye. Nishagaili. Mimi sana nyingi zangu naenda kupumzika, sitaki mambo mengi. Na sitaki anisumbue mtu. Tunakwambia ukweli. Sawa. Sasa hapo wewe. Naweza hapo ukijifanya kuna kutembea bila sababu za msingi itakula kwako. Nitembea mimi niende hapo. Rafiki yangu, maisha yamekuwa magumu sana sasa hivi. Yaani tangia tumeanza kupata hii adhabu. Mume wangu ndo unashindwa hata kwenda shambani kwenda kukata hata mahindi. Afu na mke wangu wakati mwingine nikisema labda niseme vibaya tuhisi kama nakutukana. Uona hisi kwa hali hatua kama hii shambani unaendaje? Uone nikwambia wewe ni shambani unaweza kaenda? Mimi ni mwanamke, wewe ni mwanaume. Hata kama mimi ni mwanaume, lakini kuna wakati mwingine nyakati zingine napitia mwanaume hawezi kufanya jambo lolote lile. Kijini pata hizi pameharibika. Yaani pameharibika mno sasa hivi kiuchumi, kila aina shughuli zote, yani aina zote shughuli kwa nyumbani sasa zimekwama. Sawa, sasa mimi ndafanyaje au ndaongea nini hapo? Maana sala hata nakushauri nini? Kwani nini? Hapo mnachobishana mimi sikielewi hapo. Wala unaweza kwenda shambani ujui kinachojili hapo. Hapo sikilizeni. Hapo cha msingi hapo kila mtu ana njaa. Afu dakika mwisho leo siku ya pili hapa tujaa. Sawa? Kisa ili janga. Kwa cha msingi hapo tushikamane. Oya blaza mkusanye shemeji huyo. Hapa tupige tizi mpaka shambani. Hapa tunajikwaa mpaka chini. Tukisimama tukibondwa, tunaingia tena chini, dakika mbili hivyo hivyo tunaenda mpaka tufike chaka shwa. Maana hii chata kuja kufa mwisho wa siku. Yaani mimi nilijua kwamba unatoa ushauri wewe na kakako muende shambani, mimi nifanye kazi za hapa nyumbani. Unaona niambia kwamba wewe mimi sijui na kakako twende wote shambani. Shemeji. Kwanza hivyo vitu tunaenda. Jamani, hebu sikizeni kwanza basi, sikizeni kwanza. Hapo lazima mtambue mnaongea na mtu mkubwa. Wakati mwingine mke wangu jaribu kutumia busara hata kidogo tu. Busara kidogo tu. Nitakuwa ni mtu wa maana sana. Uweze kunilazimisha sasa niende shambani ingali hali kijiji chetu unakifahamu jinsi kilimo. Unakula nini? Ndio maana nimekuita hapo tujadili, tunafanya pale jua hili. Ndio utoke wewe na mdogo wako muende shambani hapo cha kujadili nini? Mimi ndio njaa inaniuma hapa, sikuelewi kabisa. Yaani sikuelewi. Unaelewa maana sikuelewi? Shemeji. Afu dakika mwisho mimi naona kama unanipigia makelele hivi. Uona msakazia mwenzako aende shambani. Kwanza kusemaje? Wewe huwezi kwenda shambani? Oya, kama utaki kwenda chaka, sisi wenyewe tunaogopa vile vile unashogopa. Wewe mke wangu. Hii si fimbo ambayo tunaona kila siku si ndio hii? Mimi hata sielewi, mimi naona hapa pressure tu hapa. Kaka. Ila
Sio hii bwana. Na mimi naamini sio hii. Hii tukuta watoto tu wamecheza hapo na kuiacha hapa. Na, ndio fimbo kama inavyochapa kasi ndio hii. Mbona haiwezekani? Ni kawaida tu bwana. Hapa imekujaje? Lazima muoga sana. Unaionaje? Asi wewe, hapana. Mbona kumbe unaweza kutembea hali. Haya yote mjiulize hapa fimbo imefikaje? Ina maana nyinyi mnashindwa hata kutumia akili. Shemeji, watoto wote wenye fujo wa mtaani hapa. Watoto hapa kuna mtoto hapa amefika hapa. Wewe. Sasa ngoja kwanza. Huyu. Tufanye ndio hii eti blaza. Ndio hii sasa singetutandika. Sasa mimi nashangaa situngepingwa. Mama. Wewe mawenge. Kaka wewe. Mawenge bwana. Mawenge. Mawenge. Jamani shehe. Wewe kaka. Baba. Udi hapo. Na yule mzee tumeshaamua. Udi. Tumeshaongeza majanga. Bwana. Nipiga hodi wewe, usikii? Niambie baba. Baba. Hakuna kinachonichanganya mimi hapa zaidi ya yule mzee. Yule mzee ni amekufa. Je, tutakapobainika sisi itakuwaje? Mimi sipati picha kabisa. Yaani mimi kinige kulala hivi. Naosema picha yanijia yani usiku na naamka yani hata sisi mke wangu niambie shida nini? Yani sema tu ndio hivyo tena. Yani hivi unaambia jambo hili siku kutembea kwa miguu hili ama tutakuwa wewe bwana msababishaji? Hapana. Sababu gani? Kama kuhusu sisi kutembea kwa miguu na watu yani wanaangika, shida kubwa tunachapwa na fimbo. Ingekuwa labda yule mzee anajitokeza, tungesema yule mzee. Sasa watu wanapigwa na kila mmoja anapigwa. Ingekuwa sababisho labda hili yule mzee, sasa tungeteswa sisi. Sasa kila mmoja kijiji kizima ni kipo hivyo. Umeona, sasa watu watembee kijiji kizima, ingekuwa labda yule mzee sawa. Umeona bwana anajitokeza. Na hiyo ni fimbo. Sasa hiyo fimbo inatokea. Bwana wazo langu mimi kama kuhusu fimbo, hamna jambo lingine. Hapa kijijini ni wachawi. Yaani wazee ni wachawi, hamna jambo lingine. Hii jambo ni la kweli. Sasa mimi bwana hapo hivi, mimi hivi nimeelewa. Basi usema wazee wachawi, wenye wazee hao wengine wapo pande tu sisi, wengine wapo kwa wazee zaidi. Sasa hatuelewi wazee tu wako pande gani. Umeona? Maana sija tukutolee macho jambo hili, kumbe chini ya kapeti kuna jambo lipo hapo. Hapo vitu kaa na kudadavua. Umeona? Mara mwisho kwenye mkutano pa vile, mimi sileka kwa chama kile kilongoleka pale. Bwana Jongo, sikufichi. Kama kuhusu wacha kijini na mwenyekiti lazima ajue. Sababu gani sasa? Wazee wote serikali inafahamu. Yaani hapa kuhusu mwenyekiti hatuwezi kupata jambo. Sasa mimi nakuomba bwana, wewe nenda. Sasa tutajua tu nini chazo na hili bwana lazima tupate. Tukisema tumwachie mwenyekiti tutapoteana wote kijiji hiki. Yaani kijiji ni wachawi. Hamna jamani bwana, ni hapa kwa mwenyekiti. Yaani tusipojiongoza sisi wenyewe. Wewe bwana nenda, sawa? Tutamwendea kule bwana mapiano, tujue tukae tunafanyaje kupitia hao wazee. Bwana, hapo umesema. Mzee hapo umesema. Yaani kati wewe umeongea hapo ndio umeongea point. Bwana, mimi naenda. Basi bwana wewe nenda. Kwa sababu
Sisi ni fiti huku. Mwezi nitoke huku. Sasa hisi watu bwana wewe. Bwana. Bwana. Ndugu wangu, umerudi. Nashukuru Mungu. Ndugu wangu umerudi. Shemba. Ndugu wangu. Shemba. Nini sasa? Wewe. Shemba. 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 La. Mamake? La. Mamake? Mamake? La. Maskini wangu. La. Ndugu wangu bubu. Ndugu wangu bubu. Hapana. Mamake? Mamake? La. Hapana. Wewe. La. Mume wangu mtu mmoja tulia. Mamake? La.